بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1442, katika darasa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahhid للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita albabu thani fi siyam, فضل الصيام. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك، صلى الله من فضله. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. tulisoma katika تعليق الشيخ عبد الرزاق حفظه الله tukafikia قوله: والصيام جنة. قال حفظه الله: قوله والصيام جنة هذه ثمرة عظيمة من ثمار الصيام. hii ni mojawapo katika matunda adhimu ambayo Muislamu hupata katika matunda ya ibada ya saum. قال: وفائدة كبيرة من فوائده الجليلة وهي كونه جنة. فائدة kubwa katika faida tukufu za ibada ya saum ni kuwa saumu ni junna ay wiqayatan wa sitran, ni kizuizi kinachomzuia muislamu. فالصيام جنة للصائم من الآثام والذنوب. صوم ni kinga kwa mwenye kufunga kutokamana na madhambi, kutokamana na maasi. وجنة له من النار وسخط الجبار. كذلك عبادة صوم ni kizuizi kinachomzuilia muislamu kutokamana na moto na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. وكل من الأمرين مترتب على الآخر، فإن اتقاء العبد للذنوب ومباعدته عنها واجتنابه لها موجب لوقايته من النار وسلامته من سخط الجبار. sema haya mawili, moja ni sababu ya kupatikana lingine. mja akijiepusha na madhambi na kujiweka mbali na madhambi, hili jambo linamwajibishia yeye kujiwekea kizuizi kutokamana na moto wa jahannam, waliyadhu billah, na kusalimika kutokamana na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. فالصيام جنة له من الذنوب لما فيه من تزكية للقلب وتهذيب للنفس وتربية على الفضائل ومعونة للنفس على البعد عن الرذائل.
Saumu ni kinga, ni ngao kutokamana na madhambi, kwa sababu anayefunga hujitakasa moyo wake na kuitengeneza nafsi yake na kuilea nafsi yake juu ya mambo yaliyo na fadhila mbele ya Allah. Yamsaidia nafsi yake huyu mja kujiepusha kutokamana na tabia duni na mambo yaliyoharamishwa. Na hili jambo kila mmoja wetu aliona hasa katika mwezi wa Ramadhani. Utakuta waweza kumwona mtu ni asi, lakini ikifika katika mwezi wa Ramadhani akianza kufanya ibada ya saum, moja kwa moja abadilika. Na hii ni nafasi Muislamu akiona mabadiliko kama haya ndio achukulie nafasi yake, baada ya Ramadhani aendelee katika mtindo ule ule wa khairi. Na tulitaja kuwa ibada ya saum yataka mtu aitumie kwa mazoezi ya ibada ya saum ya Ramadhani. Maana inapoisha mwezi wa Ramadhani ukaisha, fanya bidii ufunge 6 za Shawwal. Ukimaliza 6 tu Shawwal, fanya bidii anza kufunga Jumatatu, Alhamisi. Sababu nafsi pale bado ina raghba na uzoefu. Kwa njia hii biidhnillah ta'ala utakuwa katika wale wanaoendelea kufunga katika mwaka mzima. Ikiwa umeshindwa na hilo, basi usikose katika mwezi ufunga siku 3. wa an asuma 3 ayyamin min kulli shahr. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وغيره من الصحابة. أقل شيء سكتات. قال كما أن الصيام جنة من النار وهو من أسباب المباعدة عنها، كما في الصوم ni kinga kutokamana na moto, sababu ni katika sababu za kumweka mtu mbali na moto wa jahannam. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna mja yote anayefunga siku moja katika njia ya Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile siku aliyoifunga atauweka uso wake mbali na moto wa jahannam umbali wa miaka 70. Mbali sana. Hii ni siku moja pekee yake. Kifa kiwa mtu ni muwadhib ala siyam. قال ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها الشباب. Mtume sallam akiwa aongoza vijana asema يا معشر الشباب ونحن كلنا شباب الحمد لله. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ambaye ana uwezo wa kuoa basi na aoe. فإنه أغض للبصر. kule kuoa ndio humfanya kijana akafumba macho yake. wa ahsanu lilfarj, kuhifadhi tupu yake kutokana na maasi na fahisha. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي واق من الوقوع في المحرمات. ambaye hawezi kuoa basi فعليه بالصوم. shangana kijana ambaye aishi katika asri ambayo imejaa amradh ash-shahawat خاصة في هذا العصر. يعني ukitoka nje ni shahawat kisha la yasum. كيف يعيش هذا الإنسان؟ hafungi la يوم الاثنين ولا الخميس ولا. kisha mtu kama huyu atalalamika kuwa maradhi ya shahawati yamekuwa ni mengi. Mtume sallallahu ashakuelekeza katika dawa ya hili jambo, kithirisha kufunga. Na hili jambo pia lieleweke,
kithirisha kufunga na pia upunguze kula usiku. Kuna watu hufunga mchana, ikifika usiku wakaweka 3 wajibat, akala asha, katikati ya usiku akala ghada, kisha mwisho usiku akala asha tena. Sasa huyu amependuza tu mchana akaugeuza usiku, kisha akwambia nimefunga na bado najiona nina nguvu, kwa sababu wala sana wewe. Kwa hili pia lazima ulichunge, kula kiasi ili ile nafsi uweze kuizuia na kuifinya kutoka nini na shahwa kuchemka katika kiwiliwili chako. قال وما في الصيام من تهذيب وتزكية وتطييب للقلوب أعظم واق للعبد من اقتراف الذنوب وارتكابها. kile kilichomo ndani ya somo katika kuitengeneza nafsi na kuitakasa nafsi na kutakasa ule moyo ni kikubwa zaidi kwa mja, au ni jambo kubwa zaidi kwa mja kumpa nguvu ya kupata kizuizi kutokamana na kufanya madhambi. la siyama man yasumu wa yafqahu as-siyam wa ya'malu ala tahqiqi ma fi as-siyam min tarbiyati an-nafs. Haswa hili atalipata yule anayefunga na kuifahamu siyam na malengo yake nini, akawa afanya bidii katika kuhakiki malengo ya somo, na miongoni mwa yale ambayo ni malengo ya somo kuilea nafsi, tarbiyatu nafsi. فإنه إذا صام يوما عن طعامه وشرابه وشهوته قربة لربه وطاعة لمولاه رجاء ثوابه وخوفا من عقابه فإن صيامه هذا يعينه على الصيام الدائم الذي لا يختص بنهار ولا ليل. أسمى yule anayefunga mchana wake kutokamana na kula na kunywa na shahwa, afanye hilo kwa ajili ya kujikaribisha kwa Mola wake mlezi na kumtii Mola wake, atarajia thawabu na aogopa adhabu ya Allah. Hakika somo yake kama hii itamsaidia yeye kuweza kufunga somo ya daima ambayo haihusishwi na mchana wala usiku. Somo ya daima ni ipi? Ambayo iko usiku na mchana. Qala wala yakhtassu bi shahrin duna shahrin wala yawmin duna yawmin, wala hiyo somo haihusishwi mwezi pasi na mwingine na siku pasi na nyingine. وإنما هو صيام دائم مطلوب من المسلم في لياليه وأيامه وشهوره وأعوامه وأوقاته كلها إلى أن يتوفاه الله. somo hii atakikana mja awe nayo katika masiku yake yote, usiku na mchana, miezi yake yote, miaka yote, mpaka Allah atakapomuondoa duniani. wa huwa siyamu anil muharramat, mtu kufunga kutokamana na aliyoharamishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الصيام واجب ومستمر ودائم. صوم ya kujizuia na muharramat ni yenye kudumu daima, yabakia, ni yenye kuendelea. فهناك صيام للسمع والبصر واليد والقدم واللسان. kuna somo ya masikizi yako, kuna somo ya macho, kuna somo ya mkono, ya mguu na ulimi. فمطلوب من العبد أن يصوم لسانه عن الكلام المحرم. yampasa muislamu awe ulimi wake utafunga kutokamana na maneno ya haramu, alghiba wanamima, mambo kama haya kama mtu atajiepusha nayo, kuzungumza maneno ya matusi na uchafu. وقدمه عن المشي إلى الحرام, na miguu yake yana wajibu wa kufunga pia kutokamana na kwenda kwenye haram. وبصره عن الحرام وسمعه عن الحرام, na macho yake kutokamana na haramu na kadhalika masikizi yake. قال الشيخ والصيام فرضه ونفله عن الطعام والشراب والشهوة
من طلوع الشمس إلى غروبها معونة للعبد على هذا الصيام الدائم. na kufunga iwe ni faradhi iwe ni somo ya sunna, kutokamana na kula na kunywa na shahwa, kutoka jua lianze kuchomoza mpaka kutua, hili jambo humsaidia mja kutokamana na kuifunga hii somo yake ya kudumu ambayo tumeitaja sasa hivi. لأنه يمرن النفس ويدربها على لزوم طاعة الله. na hili kina anayefunga alihisi katika nafsi yake. Som humzoezesha mja akapata mazoezi ya kulazimiana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. walintihaa amma harrama Allah, ikiwa mtu aweza kujizuia kutokana na halali ambao ni kula na kunywa, pengine ameoa ajizuia shahwa yake kutokana na mke wake wa halali, bila shaka aizoezesha nafsi yake katika kuweza kujizuia kutokana na nini, na haram. Mimbabi aula aweze kujizuia kutokana na haram, na haya mazoezi ayapata katika ibada ya as-sawm. وقد دل على ذلك هذا الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. صوم ni kinga, basi ikiwa ni siku ya somo ya mmoja wenu asizungumze maneno machafu siku hiyo, wala asipige makelele ya watu makelele. Na ikiwa mtu atamtusi au kutaka kumpiga, basi amwambie mimi mmefunga mimi, mambo hayo siyataki. هذا فيه التنبيه على ما في الصيام من التهذيب والتربية. na hapa Mtume sallama tupatambii katika kile kilichomo ndani ya ibada ya som, katika kuitengeneza nafsi na kuilea, wailea nafsi katika subra. wa anna as-sa'ima yanbaghi alayhi an yahtamma athna'a siyamihi bitahdhib nafsihi wa tamrinaha 'ala al-fada'il wa tark al-muharramat. na hapa tunaona kuwa yule mwenye kufunga yampasa awe na ihtimam katika somo yake kujitengeneza nafsi yake na kuizoezesha na kuipa mazoezi juu ya mambo yaliyo na fadhila na kujiepusha na yale ambayo ni haram, ajiepusha na yale ambayo ni haram. mpaka hapa tulipofikia katika kusoma maelezo ya hii hadithi, kuna fadhila nyingi sana amezitaja Mtume sallam katika hii hadithi. ni kama alivyotaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah kuwa hii hadithi ndio hadithi iliyobeba fadhila nyingi za somo kuliko hadithi yote nyingine zinazozungumza fadhila za somo, na akaieleza na kutaja fawaid nyingi sana ndani yake. قال قوله فإن سابه أحد أو قاتله إن شاء الله تعالى iliyobakia باذن الله تعالى tutakuja kusoma katika kikao kitakachokuja. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.